Neko sasa katika kuingia mwaka mpya 2026 na fursa vilevile za kiuchumi, kundi la vijana limeambiwa na mkuu wa wilaya Singida Mheshimiwa Godwin Ngondwe ya kwamba wachangamkie fursa za kuwainua kiuchumi mwaka huu 2026, huku wazazi wakitakiwa kuendelea kuweka misingi bora ya malezi ya familia. Mwanahabari wetu Mika Ramadhani akiwa Singida na habari hiyo. Akizungumza mara baada ya ibada ya mwaka mpya iliyofanyika katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kati Usharika wa Amani Jineli Manispaa ya Singida, Ngondwe amesema mkoa wa Singida umekuwa na fursa nyingi ikiwemo kilimo, ufugaji, huku akiwahimiza kuendelea kujiunga na vikundi ili kupewa mikopo ya 10%. Tuangalie zile fursa ambazo nchi yetu inazo tuweze kuzitumia. Kwa mfano wilaya ya Singida, fursa ya kilimo ni fursa moja kubwa sana. Tuitumie hiyo, ambapo tayari serikali inatoa ruzuku ambayo zile pembejeo unapata kwa takriban zaidi ya takriban 50% yote serikali inakuwa imeweza kulipia. Kwa hiyo ni fursa moja ambayo ipo. Lakini kulima mazao ya kimkakati, kuna alizeti, kuna dengu, hizo zote ni fursa. Na ufugaji wa kuku pia, Dodoma iko pale, inahitaji kuku wa kutosha. Kwa hiyo tuangalie hizo fursa na kuweza kujiajiri kama serikali endelea kutoa zile 10%. Hata hivyo, Ngondwe ameongeza kuwa malezi bora ya watoto katika familia ndio msingi wa taifa endelevu. Tuendelee kutengeneza misingi katika familia zetu kwa watoto wetu, maana kioo kinachotokea katika maeneo yetu ya jamii kinaanzia kwenye familia. Wazazi na walezi ndio watu wa kwanza kuhakikisha kwamba tunaweka misingi mizuri katika familia zetu. Kwa hiyo na Singida, kama jinsi ambavyo mmeweza kufanya, sasa muendelee kutengeneza misingi kwenye familia kwa walezi na wazazi wa kusonga mbele. Awali mchungaji msaidizi wa kanisa hilo la KKKT Usharika wa Amani Singida, Edward Msengi, amewataka waamini kuendelea kuliombea kanisa, familia na taifa. Mungu akusaidie katika mwaka wa 2026. Kuna mambo mengi yako mbele yako. Anahitaji kuwa afya njema uweze kufanikisha malengo ambayo Mungu amekupa. Unahitaji afya, mtaji wa kwanza kwenye maisha yetu. Mungu akujalie uwe na afya njema. Kwa upande wao, waamini wa kanisa hilo wakazungumzia fursa kwa mwaka huu, huku wazazi wakisisitiza kutunza amani. Tufocus na mambo ambayo ni sahihi, tujitume na tusiwe na mikono ya ulegevu, kwa sababu hata maandiko yanasema kabisa tusiwe na mikono ya ulegevu. Vijana kama vijana, unapopata fursa ambayo ni halali, pambana kweli uweze kujikwamua kwenye maisha. Mambo mengine yanafanyika mazuri yanayotupa sisi fursa na kipaumbele, hivyo tujitoe kupambana. Tusiishie kubweteka tukakaa tu mtaani tukashiriki katika mambo ambayo yanaweza yakachafua au yakaleta vitu ambavyo sivyo. Tunatakiwa tusimame sisi kama vijana, tufanye kazi kwa ajili ya nchi yetu. Tunasisitiza vijana wetu kuendelea kutunza amani na kulinda amani katika nchi, maana bila amani hakutakuwa na mafanikio katika nchi yetu. Kwa hiyo kupitia kanisa, kupitia serikali, tukiungana kwa pamoja, nchi yetu itakuwa sawa na amani itasimama na kuwa imara katika nchi yetu. Hivi karibuni halmashauri ya manispaa ya Singida ilikabidhi hundi ya mikopo ya 10% kwa vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 236. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Singida, mimi ni Mika Ramadhani, EATV. Tunarejea tena pale katika mkoa wa Singida, wilayani Singida. Najiunga na Mheshimiwa mkuu wa wilaya hiyo ya Singida, Mheshimiwa Godwin Ngondwe muda huu. Mheshimiwa Ngondwe, nakushukuru sana kwa kujiunga nami muda huu. Heri ya mwaka mpya. Asante sana, asante na wewe pia, heri ya mwaka mpya, na tumepita kwa Christmas hapo. Hongera kwa kazi na wapongeza sana East Africa TV. Nikupongeze pia, mwaka mpya naona umekukuta kanisani, maana tumeuliza watu hapa kwenye swali letu la siku, umekukuta wapi? Majibu yaliyoko hapa unaweza kukimbia, sio mchezo. Tulikuwa na wananchi wa Singida maeneo ya ibada leo tukasubuhi. Safi sana, safi sana. Moja kati ya swala ambalo nimekuona hapo ni kwamba hivi unadhani vijana wa mkoa wa Singida, mkoa ambao tunautegemea huku Dar es Salaam hasa katika masuala ya kuku maarufu kama vyuku pamoja na mafuta ya alizeti, unadhani hawajachangamkia fursa hiyo vya kutosha? Asante sana Samson, ni swali zuri sana. Kwa wilaya ya Singida wanachangamkia, lakini haijakuwa kwa namna tunahitaji na kuhitajika. Kwa mfano Samson, nikwambie tu sisi wilayani Singida tuna viwanda viwili vikubwa. Kuna Mount Meru, lakini pia kuna kiwanda kinaitwa
kwa shulu ama wenyewe wanasema grain flour, wild grain flour and oil meal. Kwa siku wanahitaji tani 250 za zile mbegu za alizeti kwa siku. Wanateza mafuta kwa siku moja, lakini wanapata tani 70 peke yake. Kwa hiyo unaweza kuimagine kwamba wamekosa tani ngapi kutoka 250 kwa siku mpaka tani 70 peke yake. Kwa hiyo unaona uhitaji ni mkubwa sana. Hiyo ni kiwanda kimoja tu. Piga mahesabu kwa mwezi, piga mahesabu kwa mwaka. Na unajua Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa wakati wake huu ameweza kulinda viwanda vya ndani vya mafuta ya kupikia. Na Singida sisi sasa, hiyo ni fursa kubwa sana. Nibani kasema kwamba vijana wilaya ya Singida wachangamkie fursa hii wakati wa kilimo, waweze kuingia kulima kilimo cha alizeti ili waweze kupata fedha za uchumi, kwa sababu soko lipo. Na unajua mara nyingi tunasema kwamba anzia sokoni. Sasa sokoni, soko lipo, viwanda tumezungumza navyo, wanasema wako tayari kwa makundi yetu wote wilaya ya Singida kupeleka pale alizeti. Kwa hiyo ni soko ambalo lipo, linahitaji tani za kutosha ili waweze kupata fedha na kuteza uchumi katika maisha. Mimi nimewatania vijana wilaya ya Singida, naambia jamani, kuwa na fedha ni jambo zuri. Fedha na majina mengi. Ukienda kuoa tunasema mahali, ukienda kanisani, msikitini unasema sadaka. Sasa kuwa na hela ni jambo nzuri sana. Ukienda kwenye shule unasema ada. Kwa hiyo ni lazima ukienda kwa piga debe zinaitwa change. Ukienda change, si ndio? Ukienda Arusha ndo zina majina mengi sana. Bahati nzuri umepita Arusha pale. Sasa tunaomba waingie kwenye fursa hizi ili waweze kufanikiwa. Kwa mfano nitoe tu mfano Samson mwingine wa pili. Umemsikia Michael amesema tumetoa juzi hapa zile 10% kwa wanawake, 4%, akina mama 4% na vijana na wenye ulemavu 2%. Sasa sisi mpaka napozungumza sasa hivi hapa Manispaa pekee ya Singida tuna halmashauri mbili hapa. Tuna Singida DC na Singida Manispaa. Singida Manispaa mpaka sasa nazungumza leo hii tumetoa bilioni 1.6, vikundi takriban 116 hivi. Kwa Singida DC tumetoa milioni takriban 700 hivi, kujumlisha kama bilioni 2 point something hivi zinafika hapo. Lakini mpaka mwaka ufike mwezi wa 6 Manispaa pekee yake tutatoa takriban bilioni 2. Sasa na Singida DC tutatoa bilioni 1. Mpaka bilioni 3 hivi ambazo zinakwenda kwa vijana. Na wasiza, hii ni fursa. Tuwe na mawazo chanya, vikundi vitengenezwe, njooni muone fursa, tuingie shambani kwenye biashara tuweze kutengeneza fedha. Jana alikuwa anapita maeneo mitaa mbalimbali wakati mwaka mpya unakaribia, Mheshimiwa Gondwe, nikaona mabango mengi sana ya kidini. Kuna mabango ya dini yanakaribisha watu kwenye mikesha mbalimbali makanisa, afu bado kuna mabango ya kampeni. Nikapata picha, huenda tukitumia hizo nguvu pia kwa vijana kubandika hata mabango kwenye mitaa mbalimbali. Mikopo inapatikana halmashauri ya wilaya ya Singida, jitokeze kuchukua mkopo na nini. Kuna jinsi unahisi vijana pia wanakosa hizo taarifa? Ni swali zuri sana, Samson, kwa sababu na wewe ni moja, na tuseme tu vijana, tuseme wana Singida wote, maana kuna kina mama wako mwandani. Swali zuri sana umelisema. Ndio maana serikali imeanzisha vitengo vya mawasiliano ya umma kwa kila halmashauri zetu. Mfano hapa Manispaa na kitengo cha halmashauri cha communication department na CDC na communication department. Lengo lake kubwa sasa ni kutoa na kusema fursa kama hizo. Na ndio maana leo nimejumuika na viongozi wa dini na wameliombea taifa, wameombea wilaya ya Singida na viongozi. Lakini moja ya vitu tumevisema pale ni kuambia fursa ambazo serikali ya Samia Suluhu Hassan inazitoa. Kwa hiyo sio peke yake kwenye upande mmoja tu, lakini tunaangalia tunasema 360 degrees attack, yani kila eneo, mitandao ya kijamii, tuende mitandao kwenye mabango kama umesema, na tutachukua mawazo yako pia, kwa sababu na hizo vitengo hivyo mawasiliano, basi ndio mambo haya kufanya, na tumeanza tayari. Ndio maana leo umesikia mimi kama kiongozi nimezungumza, kesho utaona kwenye mitandao hiyo ya kijamii na kuwepo, na tumewaambia sisi watu wetu wa communication hapa kwenye wilaya ya Singida kwamba lazima matangazo yao mafupi, kwa uelewa watu wanataka vitu makubwa. Sasa ikiwa kwa ufupi na inaeleweka, vijana na kina mama wataelewa. Kwa hiyo ni jambo kubwa, na mimi nikuhakikishie Mheshimiwa, niko tayari kuja mkinitumia for free kabisa kuja kuwasaidia hiyo issue ya marketing. Niko vizuri, unajua mambo haya. Sasa Mheshimiwa Gondwe, naona kama upo ofisini leo, hujapata muda kula bata hata kidogo. Sasa wanasema kwamba serikali sisi tupo kazini muda wote. Kazini, na niwashukuru wana Singida, tumeendelea kusimamia vijana, kina mama wameendelea kusimamia usalama kwa pamoja. Kwa hiyo tuko kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo ili tuweze kufurahia mwaka mpya kwa pamoja. Sasa moja kati ya swala ambao nakwambia ukweli bwana, tunachokumisi ni hizi corridors za ITV hapa ofisini. Tunamisi sana. Tunapishana sana. na nataka nikukumbushe jambo moja. Siku ya kwanza nakukuta hapa ITV Radio 1 nilikwambia wakati nakusikia kwenye kipindi cha Flavor 120 cha Radio 1.
Nikakuhadithia ulikuwa na Mona Lisa kwenye movie ya Girlfriend. Ila alicheza TID Mona Lisa Krijike. Unakumbuka? Uliniambia. Nilikwambia. Sasa kwa maana kwamba kwa kuwa ni legend kwangu wa kutangaza habari, naomba ufunge kaka segment kwa kufunga tu. Bwana tulikuwa nami Godwin Ngondo. Hebu tufungie kidogo. Unajua legend kidogo. Leo nimevaa jezi ya Taifa Stars. Yeah, of course tunaenda kunguta Tunisia Morocco. Morocco. Naenda kunguta Morocco. Wakina Fesa wako vizuri. Sasa sina tai lakini tutaenda hivyo. Wewe twende. Unajua ukiwa na legend ndio anayefunga vipindi. Karibu sana Masao. Asante sana ndugu mtazamaji wa East Africa TV. Asante sana kwa pamoja nasi usiku huu. Kwa niaba ya mwenzangu hapa Samson, mimi naitwa Godwin Gondwe Double G. Usiku mwema. Mimi ni nani bwana? Shukrani sana. Double G flavor 120. Asante nisalimie wote. Asante kwa one love. Kuwatangazia vijana kuhusiana na fursa ambazo serikali ya Samia Suluhu Hassan inatoa. Asante sana Samson. Asante sana. Shukrani sana mheshimiwa. Asante sana. Double G huyo. Sauti kali.